Babeli maisha yako, makusudio yao wewe ufe upote. Makusudio ya Mungu kwako ni tofauti kabisa. Anataka kuweke juu sana, mahali pa wakuu. Ambavyo akili yako na mawazo yako haukuzani utafika juu. Ambavyo akili yako na mawazo yako haukuzani utafika juu. Oh mpendwa wa Bwana, mawazo ya Mungu siyo kama ya wanadamu. Mawazo ya Mungu siyo kama ya wanadamu. Anavyopanga Mungu sivyo mwanadamu anavyopanga. Kama ya wanadamu. Mawazo ya Mungu siyo kama ya wanadamu. Mawazo ya Mungu siyo kama ya wanadamu. Oh, mawazo ya Mungu siyo kama ya wanadamu. Alipotoa tangazo Nebukadneza mfalume wa Babeli, akisema liabudiwe sanamu lake alilotengeneza la dhahabu. Wasikiapo filimbi na zeze vikipigwa waiabudu sanamu. Wasikiapo zumari na ngoma vikipigwa waiabudu sanamu. Ulipofika wakati wa kuabudu sanamu, wale vijana watatu wakakata ndipo mfalme alipopata habari, moyo wake ukagazibika. Akaamuru wachukuliwe watupwe kwenye moto, tena moto uchochewe mara 7 kinyume na kawaida. Moto uchochewe mara 7 kinyume na kawaida. Wakatupwa kwenye moto, lengo la mfalume wafe. Kumbe kusudi la Mungu siyo kama ya wanadamu. Mfalume alipotazama kwenye moto,